katika tukio letu hili fupi lakini lenye maana kubwa. Kwanza nianze kwa kusema kwamba sisi ni wakala wa huduma za misitu Tanzania. Wakala wa huduma za misitu Tanzania uko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Ni wakala wa serikali. Unasimamia rasilimali za misitu na nyuki nchi nzima, na tunazo hekta takribani milioni 14.5 ambazo tunazisimamia. Hekta hizo ni rasilimali za misitu na nyuki, na tunatoa huduma mbalimbali, huduma za mazao ya misitu na mazao yake, na huduma za mazao ya nyuki, huduma za rasilimali ya nyuki pamoja na mazao yake. Na tunatoa ajira kubwa sana ambayo imepanuka kutoka kwenye wavunaji wa rasilimali za misitu na nyuki, lakini pamoja na ajira za kwenye viwanda vya misitu na nyuki. Vile vile tuna maeneo ya vivutio. Kwa hiyo pamoja na huduma zote tunazozitoa, yako maeneo ambayo yametengwa mahususi kwa ajili ya utalii wa kiikolojia, ecotourism. Maeneo hayo yako takribani 17, yametawanyika karibu nchi nzima. Yana vivutio vikubwa, kuna hali ya hewa nzuri, kuna chemchem za maji, kuna viumbe mbalimbali wa aina tofauti, na maeneo haya yamepandishwa hadhi kutoka misitu ya kawaida, misitu ambayo inazalisha maji, inazalisha nishati, inazalisha vifaa vya ujenzi, inazalisha mbao, furniture na miti ya kawaida. Lakini haya maeneo mahususi yana upekee, umuhimu wa kipekee, kwa maana kuna aina nyingi sana ya mimea mbalimbali, na kuna baadhi ya mimea mingine huwezi kuikuta sehemu yote ya dunia, utaikuta sehemu kama hizo. Mfano Amani, lakini kuna milima yetu ya Uruguru na Uruguru Nature Reserve, kuna Magamba Nature Reserve, na maeneo mengi tu ambayo yako kama 17. Kwa ufupi tunaweza tukayataja. Iliko eneo moja linaitwa Amani Nature Reserve, wilaya ya Muheza. Kuna Uruguru Nature Reserve kama nimetangulia kusema, liko Morogoro. Lakini kuna Kilombero Nature Reserve, imepakana mkoa wa Iringa na Morogoro. Na kuna Mount Rungwe, kuna eneo la Nilo liko wilaya ya Korogwe na kiasi kidogo Muheza. Lakini kuna Uzungwa, kuna Minziro na Mwambesi, Magombera, Ilulu Hills, Rondo, Pindiro, Kalambo Falls, yako maporomoko ya kipekee kabisa kule. Lakini pia kuna Chome iko Same, wilaya Same, na iko Magamba kama tulivyotangulia kusema, eneo la Lushoto. Maeneo haya yote yamekuwa na utofauti na maeneo mengine ya misitu, kwa sababu tafiti mbalimbali zimefanyika, zimekuja na taarifa ya kuwepo kwa aina nyingi ya mimea tofauti na maeneo mengine, aina nyingi ya wadudu tofauti na maeneo mengine, na aina ya vitu visivyoonekana lakini vinaleta mandhari ambayo ni ya kipekee kabisa, kwa sababu kuna hali ya hewa nzuri. Maeneo haya tunasema kwamba yana utofauti na mbuga zingine za wanyama, kwa sababu utalii wa kiikolojia kwa ufupi ni utalii ambao hauwezi kufananishwa na maeneo mengine ambayo ya wanyama wakubwa au wanyama wengi. Hapa unaweza kukutana na vipepeo, unaweza kukutana na ndege wa aina mbalimbali, na kuna utulivu wa hali ya juu, na hali ya hewa za sehemu hizi ni tofauti na ukanda wa chini. Ni maeneo ambayo yamekuwa na unyevunyevu, yana ubaridi na hali ya hewa ambayo si ya joto. Kwa hiyo ni maeneo ambayo kwa kweli watu wengi hawajayafahamu, lakini pindi watakapokuja kuwa wanafahamu haya, wanaweza wakaona kwamba ni kitu cha ajabu kabisa kulinganisha na maeneo mengine ya utalii. Kwa hiyo kwa ufupi niseme kwamba
tunayo maeneo haya lakini bado hayajapata kutangazwa, na nafikiri fursa hii tuitumie kuona kwamba maeneo haya yanatangazwa na yanafahamika na watu wa Tanzania ndani na nje wanayafika maeneo kwa ajili ya utalii. Umuhimu na faida za misitu ambayo imegawanyika sehemu tofauti. Tumesema kwamba mbuga za wanyama tunaendelea kuzipigia kampeni watu watembelee kwa wingi kabisa, lakini tumesahau eneo muhimu sana, na kuna maswali fulani kidogo hapo. Nilipenda swali la kwanza lile, wanataka kujua kwenye hizi tunakutana na kitu gani. Sasa misitu hii ya nature reserve, misitu ya mazingira asili, wamesahau watu, kuna faida ambayo ni nyingi sana. Kuna faida ya kiafya. Hii misitu imenyanyuka kidogo juu ukilinganisha na ile misitu ya mbuga za wanyama. Mbuga za wanyama ziko kwenye lowland, sehemu ambazo kidogo ni kame, kuna joto kidogo, sawa Lakini misitu ambayo ni misitu ya kati, sub-mountain forest, ambapo hizi nature reserve ndio ziko zaidi huko, utulivu wake sio wa kawaida. Halafu oksijeni inayotoka pale ni wa kiwango kikubwa ukilinganisha na misitu ya ukanda wa mkavu na ukanda wa chini. Kwa hiyo kuna mtu, na nafikiri ni JB, anasema kwamba ukienda kule unaweza kuona utulivu wa akili sio wa kawaida. Ni sahihi, kwa sababu kwa kawaida sisi tunavuta oksijeni, si ndio? Sasa ukifika pale ni kama vile umekutana na sponge lililovuta hewa chafu, maana misitu huwa inatumia carbon dioxide, alafu inapumua oksijeni kwa kiwango kikubwa mno. Kwa hiyo kwa wale wanaoishi maeneo hayo, maisha yao yakawa yako kule, wenzetu wa Usambara Mashariki, Usambara Magharibi, Pare Mountains kule, wanakuwa na afya ambayo Mungu amewajalia kutokana na nini? Mazingira ya pale. Kwa hiyo tunasema kwamba kuna faida kubwa ya kiafya na msongo wa mawazo wote unaondoka, kwa sababu kwa mfano sisi pale Amani kuna rest house yetu iko pale. Ni tofauti na mahoteli makubwa ya kitalii unaweza kuyaona. Ile rest house unaweza ukalala pale. Mimi nimeshaikulala kwa sababu nimezaliwa katika misitu sasa hivi na miaka karibu 28. Na nimetembelea sana kule kwa sababu tumeanzia kazi kule. Usiku mmoja unabembelezwa na ndege wanalia. Kuna wale ambao wanakwenda mpaka saa 12:30. Kuna ambao wanaamka alfajiri. Lakini kuna mto umepita pale, ule mto wenyewe tu, hakuna kelele za magari wala mioshi ya magari wala mitambo wala vurugu za aina yote unazoweza kuzisikia hata kwenye mbuga za wanyama nyingine. Lakini pale pana utulivu ambao wewe unaupata kutokana na mito inayotiririka na sauti za ndege. Lakini kama tumesema, unaweza kukutana na miti ya ajabu. Kuna miti ina miaka 500, mti na miaka 400. Miti mingi ambayo ilipelekwa Ulaya miaka, kwa kuna reli, kwa mfano Amani kule kumpita reli ilikuwa inachukua magogo napeleka Ulaya, napeleka Ujerumani. Iko miti ambayo iko Ujerumani kwenye floor, nyumba za kitajiri kule utajikuta kule Amani. Lakini kuna maua St. Paulia. Ile St. Paulia watu wale wa Ulaya wanakuja kuchukua, sababu hayapatikani sehemu nyingine yote. Na uwezi ukasema kwamba unaenda kulipeleka ile ua sehemu nyingine, linakufa. Lakini wao namna yao wanaweza kuweka kwenye maabara kule, lakini kule yanakuwa natural na wadudu na mijusi. Lakini tunazungumzia utulivu. Kwa kweli tunaomba sana watu waende. Kuna msitu wetu mmoja wa Pugu na Kazimzumbwi, iko hapa jirani, Bwana JB na dada Eliza, Queen Elizabeth. Alisema Queen Elizabeth kwamba hebu tutokeni Dar es Salaam. Mimi sijaona unafurahi nini hapa Dar es Salaam kusherekea labda Christmas au mwaka mpya au sikukuu zaidi. Jasho, vurugu, vumbi, moshi wa magari, joto. Lakini hebu nenda, kuna msitu wetu mmoja kwa jirani tu hapa Kisarawe. Kakae tu pale masaa mawili, hautatamani kukaa hapa Dar es Salaam. Kila weekend utakuwa unakwenda kwenye nature. Kwa maana kuna majani, kuna mimea, kuna miti mirefu, kuna utulivu wa hali ya juu na oksijeni ambayo ni ya kiwango cha juu kabisa. Na sisi tunahitaji oksijeni. Magonjwa mengi ya kifua kikuu, mapafu,
na homa mengine ya mapafu haya huwa yanasababishwa na carbon dioxide na hewa ukaa na hewa za sumu, lakini kule kuna chujwa, hewa zote hizo chafu unazikuta hazipo, unapata hewa safi. Kwa hiyo tunashauri sana pikniki, weekend tuende kwenye nature reserve. Mbuga za wanyama tunasifahamu, na mimi siwezi kusema nataka kulinganisha, tuko pamoja na lakini ukitaka kufanya malinganifu, mazingira ya nature reserve kwenye misitu ni bora sana kwa afya na utulivu wa akili na kufurahia mazingira pale kulikoni sehemu nyingine yoyote. La huduma za misitu Tanzania, kama alivyosema kaimu mkurugenzi kwamba hili zao la utalii ekolojia ni zao jipya hapa Tanzania, na serikali iliona kuna fursa za kipekee katika maeneo hayo ya misitu na hata kufikia hatua ya kuzihadhisha hizo hifadhi na kuwa hifadhi za mazingira asilia za misitu. Kwa hiyo ziko 17 na ziko katika kanda tofauti, kwa sababu TFS tuko kwenye kanda, na kwa safari hii ya wenzetu kinecha, maana yake watu tuanze kubadilika mtazamo, tuende sasa katika maeneo ya asili. Na ndani ya misitu kuna vitu mchanganyiko, mbali ya mimea, wanyama, lakini pia kuna vitu vya kiasili, yani cultural activities ambazo na histories ziko kule ndani. Kwa hiyo kwa Watanzania tunaomba au tunatoa wito waweze kusoma na kuelewa nini utalii ekolojia. Maana yake tutaongeza pia pato la taifa, lakini la mtu mmoja mmoja ambao atajishughulisha na swala zima la utalii. Utalii ekolojia ni utalii ambao unafanyika katika maeneo hayo ya msitu kama nilivyosema, na misitu hiyo kwa hapa Tanzania ni kwamba hakuna shughuli nyingine zozote zinazofanyika zaidi ya utalii, kwa sababu kuna viumbe ambavyo viko hatarini kutoweka, na tutakaporuhusu hizo shughuli nyingine labda kukata miti na kufanya labda kuchimba madini na shughuli kama hizo, tutaharibu ile bioanuai ambayo iko katika eneo husika. Twenzetu kinecha ni safari ambayo tunatangaza huo utalii, na tutaanza pia kwenye vituo vya mambo kale ambayo viko Bagamoyo. Tutaenda Mji Mkongwe, baada ya Mji Mkongwe tutaenda Kaole, na baada ya Kaole tutaenda kuna kituo kinaitwa Tongoni ambacho kiko Tanga, na baada ya Tanga hapo mjini Tongoni tutakwenda Amani. Sasa Amani ni eneo ambalo lina bioanuai za kipekee, na ndio hifadhi ambayo ina bustani ambayo ilianzishwa mwaka 1902 na Wajerumani, na ile bustani hadi leo ipo, haijawahi kuharibika. Maana yake ni kwamba serikali inafanya jitihada zote kuhakikisha kwamba inatunza rasilimali misitu na viumbe vilivyopo ndani ya ile misitu. Lakini vile vile Amani ni sehemu ambayo imepewa nafasi ya 12 duniani kama eneo maalum la kutazama ndege. Kwa hiyo watu wanasafiri kutoka maeneo mbalimbali duniani kuja Tanzania, hasa eneo hili la Amani kutazama ndege. Ndani ya hifadhi pia kuna shughuli hizi za unaweza ukaendesha baiskeli, unaweza utalii wa kupiga picha. Wapo watu ambao wanapiga picha, wanapenda kupiga picha katika maeneo yale, lakini pia ni fursa kwa wenzetu wasanii na watu mbalimbali ambao wako hapa Tanzania kuungana sasa na serikali kisawasawa. Kama tunavyoona baadaye ataongea hapa JB na Queen Elizabeth, serikali inajaribu kuleta watu pamoja kuhakikisha kwamba tunatoka hapa na tunaipeleka hii sekta ya utalii mahali pengine. Kwa hiyo ni fursa ya kipekee, na tunawakaribisha sana Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania ili muweze kujifunza, hata nyinyi waandishi wa habari mje mjifunze zaidi, muweze kujua tofauti kati ya utalii huu wa ekolojia na utalii mwingine ambao tumeuzoea kama kupanda milima Kilimanjaro, labda mnakwenda kwenye mbuga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna hizo fursa. Tunawakaribisha sana Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania kama nilivyosema, ili muweze kuona hili zao jipya la utalii ekolojia ambalo litatuingizia tija sana katika ukusanyaji yani ongezeko la mapato
lakini katika pia ngazi za kifamilia kwa wale watu ambao wanaishi maeneo ya jirani ya hifadhi hizo. Asante. Sema jina langu tena. Naitwa Queen Elizabeth Makune, Miss Tanzania mwaka 2018, lakini pia ni balozi wa utalii wa ndani. Awali ya yote ningependa kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukanisha hapa mchana wa leo. Na kwangu mimi kama Miss Tanzania, hii ni fursa adimu na nadhimu sana kwangu. Nikiwa Miss Tanzania, nilipata nafasi ya kuelewa utajiri wa maliasili na utalii ambao Tanzania imejaliwa. Kwa kuyafahamu haya, nilianzisha kampeni ya Twenzetu Kutalii, ambayo nia yake kubwa ilikuwa ni kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo nchini Tanzania. Kwa hiyo nina furaha kubwa sana kushiriki kwenye kampeni ya Twenzetu Kinecha. Nafahamu ya kwamba Twenzetu Kinecha itajikita zaidi kutangaza hifadhi na misitu zilizo chini ya wakala wa misitu TFS. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania, hasa msimu huu wa sikukuu, ndio wakati sahihi wa kwenda huko Kinecha. Baada ya mshike hapa mjini joto, tukapumzike huko maporini, au sio? Kwa pongezi kubwa sana kwa TFS kwa ubunifu mkubwa. Asante. Katika kuhamasisha utalii wa ndani, umekuwa ukitumiwa influencers tofauti ambao ni wasanii. Mimi naitwa Jacob Steven, ni mwigizaji na mtayarishaji wa filamu za Tanzania kupitia kampuni yangu ndogo ya kutengeneza filamu inaitwa Jerusalem Films. Na kipekee naishukuru sana wizara chini ya Waziri Hamisi Kigwangalla. Kama mlivyoona, hii ni nafasi, fursa nyingine tena napata, ni bahati na ni kitu cha kumshukuru sana Mungu. Kwa sababu nilianza na mlima Kilimanjaro. Maajabu niliyofanya katika mlima Kilimanjaro nyinyi ni mashahidi. Nimeweka historia ya kuwa mtu mwenye uzito mkubwa duniani kuweza kupanda mlima ule. Na niliupanda kweli, nyinyi mkiwa ni mashahidi. Na imewamotivate watu wengi kupanda. Kwangu mimi ni kitu kikubwa sana kilikuwa kile. Lakini nilishiriki pia hivi karibuni katika ziara nyingine ya Burigi Chato, ambapo nilijionea vitu vikubwa na vya ajabu, mbuga mpya kabisa ile ambayo inaanzishwa. Nilishiriki na nikaona wanyama na nikapata bahati ya kufahamu pia historia kwamba wanyama wengine hawapo na watawekwa pale. Nilifurahi mno. Sasa tuko kwenye Twenzetu Kinecha. Mimi kama producer, hii kwangu ni fursa kubwa sana. Kwa sababu tunapoandaa filamu zetu, moja kati ya vitu ambavyo tunavizingatia ni locations, sehemu ambazo tunachukua picha. Na wakati mwingine inatubidi kuchukua picha nyingi sana mijini, na tukijaribu kuchukua sehemu zingine za vijijini ama za mbuga, tunachukua sehemu ambazo tumeshawahi kuziona. Lakini tulikuwa hatufahamu kwamba kuna sehemu nzuri tunazoweza kuchukua picha na zikaweza kutangaza utalii wetu au kutangaza nchi yetu kwa kiasi kikubwa sana. Nilijionea nilivyoenda Burigi, sehemu mbalimbali ambazo nimeziona. Lakini kwa jinsi ambavyo nimeambiwa kuhusu ziara hii ya Twenzetu Kinecha, kipekee nawashukuru sana TFS kwa nafasi hii. Kwa sababu sasa kule hasa ndio kwetu. Kama kuna sehemu nzuri za kuchukua picha ni sehemu za namna hiyo, ambazo hata mtu wa nje akiziona atasema hii Tanzania kweli ni nchi tofauti. Kama ambavyo tunafahamu, unaweza kama hujafika London, hujafika Ugiriki, lakini through picha unaweza ukajua ilivyo. Kwa sisi tuna nafasi kubwa sana ya kutangaza kupitia filamu zetu. Lakini mbali ya kwenda kuona sehemu zile ambazo zitatusaidia sisi kupiga picha, lakini kazi yetu sisi ni ngumu na ina stress sana. Kuna saa tunataka utulivu wa akili. Sehemu hii ninayokwenda safari hii, nimeambiwa na waheshimiwa kwamba ndio sehemu mahususi kwa utulivu wa akili. Kwa bado nawashukuru sana kwa kupata fursa ya kwenda huko na kupata utulivu wa akili ambao ni kitu kizuri sana. Ingawa Watanzania wengi tunachukulia ni kitu kidogo, lakini ni kitu kizuri sana kwa sababu kitoka huko unapata nafasi nzuri ya kuanzisha kile unachokifanya kwa nguvu zaidi kuliko mwanzo. Yaani ya kutembelea katika sehemu hizi zenye utulivu wa kinecha. Unajua sisi hatuna utamaduni huu, lakini utamaduni huu sasa hivi unatakiwa uanzishwe. Ukienda hata beach unakuta wenzetu weupe wako wengi kuliko sisi. Wakati ni sehemu ambayo inaweza ikakufanya kama una msongo wa mawazo, ikapunguza msongo wa mawazo. Kwa hiyo sisi hatuna utamaduni wa kwenda sehemu tulivu. Lakini sasa ni wakati wetu, na sisi kama wasanii, mimi kama mwigizaji, na wahamasisha kwamba ni wakati wetu sasa wa kutembelea sehemu hizi za kinecha ili kupata
hali nzuri ya kiakili na kiafya. Ukitoka pale unakuwa mpya. Unaweza ukawa na mawazo yako kama gunia katika kichwa, unafikiri mpaka inakwisha. Lakini ukipata nafasi hii, ukikaa siku moja siku mbili kule, ukirudi unajiona mpya. Lakini pia ni sehemu nzuri pia kwa ajili ya vacation hizi. Wewe na mwenzako mnaweza mkaenda baada ya saa kipindi cha Christmas na mwaka mpya. Mkirudi mtakuwa katika nafasi nzuri sana na nguvu mpya kufanya kazi upya. Mimi nitakuwa natumia vivutio hivi mara kwa mara baada ya hapa, ili kuniweka fresh kufanya kazi zingine mpya. Na wapenzi wangu wachache ambao wanaangalia movie zangu, nitafanya utaratibu wa kipekee kuambatana nao baadaye, ikiwa kama ni zawadi na kutangaza movie zangu. Hakika nitaitumia hii kama nafasi ya kipekee. Nilikuwa nataka kujua kwamba wote tuko hapa. Kwa hiyo kwa kuuliza hilo swali, maana yake tuko sehemu sahihi na watu sahihi. Kampeni hii kimsingi ni ya Mheshimiwa Waziri Dr. Hamisi Kigwangalla, na atakuwepo na pia atakuwepo na naibu waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Constantine Kanyasu. Lakini vile vile atakuwepo na kamishna wa uhifadhi wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania au TFS na viongozi wengine. Kwa hiyo sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana, na wamefanya hivyo ili sasa kuonyesha ule muamko ambao Watanzania wanatakiwa kuwa nao kutembelea katika haya maeneo. Na ndio maana nilisema kwamba Amani ni sehemu tu ya kuanzia, lakini baada ya hapo tutakwenda na mwenyewe Mheshimiwa Waziri Dr. Hamisi Kigwangalla ndio anayeendesha hii kampeni, na atakuwepo kuhakikisha kwamba anatoa njia au fursa kwa Watanzania kumfata nyuma na kuhakikisha wanatembelea haya maeneo. Kwa hiyo atakuwepo na naibu waziri naye atakuwepo. Yeah. Na hii ziara itaanza tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 2019 na itaisha tarehe 20 mwezi wa 12 2019. Si leo kuzindua hii kampeni ya Twenzetu Kinecha, na matumaini yangu kwamba mtapeleka hizi taarifa katika nyanja kubwa, yani uwanda mkubwa, watu wengi wafahamu, na kelele mkazipige sana, ili sasa Watanzania waweze kuhamasika kutembelea katika maeneo hayo. Lakini pia napenda kwa namna ya kipekee kabisa nimshukuru Mheshimiwa Dr. Hamisi Kigwangalla, Waziri wa Maliasili na Utalii, kwa kuhakikisha anaipeleka hii sekta ya utalii mbali zaidi. Kwa kweli kazi anayoifanya ni kubwa sana, na sisi wa maafisa wake tupo nyuma yake kuhakikisha kile anachokifikiria, kile anachokiwaza, kile anachotamani kitokee kinatokea, ili kupata manufaa makubwa ya nchi. Kwa sababu tunaona miradi mbalimbali inakwenda, tunahitaji fedha. Kwa kuweka mazao tofauti tofauti, maana yake tutapata pesa katika nyanja tofauti. Kwa hiyo tunashukuru sana na uongozi mzima wa Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini nimshukuru kamishna wa uhifadhi Profesa Dos Santos Silayo kwa kuona hili kwamba lina umuhimu na kusema sasa imefika wakati TFS na yenyewe itumike kama eneo ambalo watu watakwenda kufanya utalii. Tofauti na yale mawazo kwamba TFS ni wanahifadhi tu. Sawa, tunahifadhi kwa ajili ya biashara. Conservation for business. Na hiyo ndio inayofanyika sasa. Tunashukuru sana pia uongozi kwa ujumla wa TFS kwa mawazo, kwa kuhakikisha kwamba haya yanaenda kutokea. Na vile vile tunawakaribisha wawekezaji waje, kwa sababu haya maeneo ni mageni, ni mapya. Kwa hiyo tunahitaji kule michezo ya kitalii, tunahitaji maeneo ya watu kula, tunahitaji watu kulala. Kwa hiyo waje Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania hapa Mpingo House, au wanaweza kwenda kwenye kanda ambazo ziko 7. Tuna kanda ya kati, kanda ya mashariki, tuna kanda ya kusini, nyanda za juu kusini, tuna magharibi, tuna kaskazini, lakini pia tuna
kanda hizo 7 ziko 7, kwa hiyo na kanda ya ziwa. Kwa hiyo hizo ni sehemu sahihi kwa wawekezaji kwenda kwenye ofisi hizo kujua taratibu ambazo zitawawezesha wao kuwekeza katika maeneo haya ya Wakala wa Huduma za Misitu, hasa kwenye hizi hifadhi za misitu ya mazingira asilia. Asanteni sana na karibuni sana Wakala wa Huduma za Misitu kwa ajili ya huduma bora, na tuhifadhi pamoja. Tuhifadhi kwa maendeleo ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Asanteni. Asante.